Naitwa Musa Burhani Singano, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigezi Chini ulioko kata ya Buyuni, wilaya ya Ilala. Nipo hapa kuzungumzia mambo machache. Ya kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya kuendelea kuiongoza Tanzania kwa vile ambavyo Watanzania wanahitaji. Nimshukuru kwa sababu ameweza kufanya vitu vingi ndani ya hizo siku 100, ikiwemo swala la bima ya afya kwa wote, lakini pia kuboresha mikopo ya halmashauri kwa asilimia kubwa sana, na ni mambo ambayo aliahidi ndani ya siku 100. Lakini pia ipo miradi mingi sana ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuianzisha na inaendelea kufanya vizuri sana, kama miradi ya DMDP, madaraja, lakini na mashule na vituo vya afya. Yapo mambo mengi sana ambayo hata nikiyazungumzia nafikiri itachukua muda mrefu, lakini nijikite tu kusema kwamba nichukue nafasi hii kumshukuru sana. Lakini kwenye mtaa wa Kigezi Chini yapo mambo ambayo yametufikia, au ipo miradi ambayo tuseme imeweza kutufikia chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeweza kupata mradi wa shule ya sekondari ya Kigezi Chini ambayo kimsingi ipo kwenye mtaa huu ambao naongoza mimi. Tumeweza kuwa na kilio hicho kwa muda mrefu, lakini chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumepata shule ya sekondari, na mpaka sasa hivi shule ipo ina kidato cha pili, tuseme form 2. Kwa hiyo wanafunzi wanaendelea kunufaika na huu mradi. Wazazi wameendelea kupunguza zile gharama za wanafunzi kuwasafirisha kwenda mbali kwa ajili ya kupata elimu ya sekondari. Shule ile imechukua gharama ya takriban milioni 500 na zaidi, na ni shule ambayo ina madarasa ya kisasa, ina ofisi za kisasa, lakini ina maabara, lakini pia ameweza kutuletea walimu wengi, walimu zaidi ya 15 wakati inaanza form 1. Kwenye historia nafikiri na sisi tumepita kwenye mashule tumeliona, tukawa na form 4 lakini tukajikuta tuna walimu 5, 7, lakini chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia shule moja ina form 1 lakini ikawa na walimu 18. Kwa hiyo wananchi wa mtaa wa Kigezi Chini wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mradi huu wa sekondari, lakini sio tu kutujengea sekondari, lakini kuhakikisha pia sekondari hii inafanya vizuri. Tunafahamu Mheshimiwa Rais baada ya uchaguzi aliahidi kwamba kuna siku 100 ambazo ameziweka kama kipaumbele kwake kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali. Pia tunashukuru hii barabara yetu ya Taliani Kigezi ambayo inatoka kwenye barabara ya lami kuja kwenye mtaa wangu wa Kigezi Chini. Tunashukuru nayo pia chini ya Dr. Samia imeweza kuwekwa kwenye orodha ya barabara ambazo zinategemea kutekelezwa chini ya mradi wa DMDP. Kwa hiyo na ni kwamba awamu ya 3 tunategemea kwamba hii changamoto ambayo kozi barabara inapitika, lakini wakati wa mvua kidogo inawapa wananchi changamoto kidogo. Lakini tunashukuru kwamba iko kwenye mradi, basi tunategemea pia changamoto hii itaweza kuja kufanyaje kuisha. Tumshukuru pia Mheshimiwa Diwani wa kata ya Buyuni, Mheshimiwa Jessica Solwa. Ni diwani, naye tumepata diwani mama, na tunashukuru pia haya yote sababu yeye ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya halmashauri. Basi tunashukuru pia ni kiongozi mwajibikaji, na tunashirikiana naye kwa kiasi kikubwa sana kuzijua changamoto kwenye mitaa na kuzipeleka kwenye ODC, lakini hatimaye haya yote ni kwamba ni zile juhudi zake za uwajibikaji moja kwa moja. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Diwani wa kata ya Buyuni kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Lakini kipekee kabisa ni sisi tupo kwenye halmashauri ya
ya Ilala chini ya Mheshimiwa DC ndugu Edward Mpogolo, lakini tupo chini ya mkurugenzi Elhuruma Mabelia. Ukweli pia tunashukuru kwa Ilala tumeweza kupata viongozi hawa na tunashirikiana nao kwa karibu sana, iwe mchana iwe usiku, kuhakikisha kwamba tunawatumikia watu. Hali ya ulinzi na usalama kwenye mtaa wangu, nashukuru Mungu. Kuna kipindi kabla sijaingia madarakani kulikuwa na matukio machache ambayo nafikiri kama tusingeweza kuchukua hatua kama viongozi labda yangeweza kutuletea madhara, lakini tunashukuru mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ndani ya mtaa nimeweza kushirikiana vizuri na mabalozi wangu wa mashina ambao kimsingi kwenye mtaa kuna mashina 6. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba kila shina tunakuwa na kikundi cha ulinzi shirikishi